ufisadi hapa nchini na kanda nzima kwa jumla. Akizungumza katika makao makuu ya EACC jijini Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa EACC Abdi Mohamud alitambua msaada wa kisheria unaotolewa kwa tume hiyo kupitia ufadhili wa Muungano wa Ulaya ambao amesema umeimarisha uwezo wa EACC kukabiliana na ufisadi. Maafisa wa polisi wa kutoka kitengo cha Reke wamewakamata kundi la vijana waliokuwa wakijaribu kuingia ikulu ya rais. Kikosi hicho kinachomlinda rais pamoja na naibu rais kinaripotiwa kilichukua hatua ya haraka kukabiliana na vijana hao. Inaripotiwa kuwa hali ilikuwa sio ya kawaida kabla ya washukiwa kutiwa nguvuni. Kwengineko ni kuwa Rais William Ruto amezindua awamu ya pili ya usafishaji mto Nairobi itakayoshirikisha kuwaajiri vijana zaidi ya 18,000. Vijana hao watajenga kilomita 54 za mabomba ya kupitisha maji taka kando ya mto huo. Ruto ameongeza kuwa serikali itanunua malori 50 mapya kwa shughuli hiyo, akifafanua kuwa mshahara wa vijana watakaotekeleza mradi huo utaongezwa na utakuwa ukilipwa kwa wakati. Na mamlaka za afya nchini Tanzania zimethibitisha kuwepo kwa visa viwili vya ugonjwa wa Mpox baada ya watu wawili kugundulika kuwa na maambukizi hayo. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya imeeleza kuwa wagonjwa hao walibainika baada ya kuonyesha dalili za ugonjwa huo, ikiwemo vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili, pamoja na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni na maumivu ya viungo kama misuli na mgongo. Kwenye rubaa za kimataifa ni kuwa Ukraine inatazamiwa kupendekeza usitishaji mapigano ya anga na majini na Urusi katika mazungumzo yake na maafisa wa Marekani wanaokutana leo nchini Saudi Arabia. Kulingana na afisa mmoja wa Ukraine aliyezungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa majina, amesema nchi hiyo ina mapendekezo ya usitishaji mapigano ya anga na majini, akiongeza kwamba hayo ndiyo mapendekezo yanayoweza kutekelezwa kwa wepesi, kufuatiliwa na pia uwezekano wa kuanza nayo. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa ni 3 takriban zimetoweka baada ya saa 4. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 5 kamili, ikiwa ni kwa lugha ya Kimombo. Jina langu ni Ramla Abdi. Ramadhan Mubarak. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea IKRA FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya